171 mpaka 233, kurasa kama 62 hivi kiasi Kwa hivyo haya inshallah huenda Ramadhani hii tukamaliza kitabu hiki huenda, au pengine baada ya Ramadhani kwa kidogo. Kwa hivyo tuko kwenye ukurasa 171 wa kitabu hiki cha Taisiru Mustalah al-Hadithi cha Dr. Mahmud Tahan. Kwa wale ambao wana kopi kubwa, kitabu hiki chenye gamba jeusi na huku rangi ya kijani, na leo anasomesha al-mabhathu ar-rabi'u tafiti la 4. Al-mabhathu ar-rabi'u tafiti la 4. Humu ana matafiti yake mengi. Sasa tafiti la 4 hili katika orodha ya matafiti aliyokuwa ameyaweka. Al-mabhathu ar-rabi'u tafiti la 4. Sifatu riwayati al-hadithi. Al-mabhathu ar-rabi'u sifatu riwayati al-hadithi, namna ya kupokea hadithi. Hii sifatu tunaitafsiri namna. Hili neno namna hili ni neno limeingia kwenye Kiswahili, linatokana na lugha za Kihindi. Katika Kiurdu na Kifarsi, Kirani liko neno hili namna, lakini wao wanasema namuna. Ye kesa namuna yani hii namna gani? Namna sisi tumelipata Kiswahili bwana, nacho hichi kimekopa kopa kweli namuna ni neno la Kihindi au la Kiirani, limeingia kwenye Kiswahili. Tutasema namna gani? Hata watangazaji wa mpira sema namna gani pale anakosa goli, namna gani kesa namuna vipi manake namna gani? Kwa hivyo tunasema sifatu namna riwayat al-hadithi, ya kupokea hadithi. Hadithi inapokewa namna gani? Na hii ni wakati ule hadithi bado zilikuwa hazijakusanywa katika vitabu, hazijaandikwa ndani ya maandiko mamoja. Ndio tulikuwa tunazungumzia namna ya kupokea hadithi. Ama sasa hadithi zishakusanywa, zishatoka kwenye vitabu, namna yake inajulikana. Ni mtu kwenda akaitafuta kwenye kitabu kilichokuwa kimeandika fani ya hadithi. Lakini hii ilikuwa inazungumza wakati ule hadithi bado hazijakusanywa ndani ya nini? Ndani ya vitabu. Kwa hivyo ndo anasomesha hilo sifatu riwayat al-hadithi, namna ya kuipokea hadithi. Zilipokewa vipi hadithi hizi katika historia? Almuradu bihadhi tasmiyati, makusudio ya lengo hili. Lakini namba 1 chini kwenye kitabu kikubwa kaongeza maelezo. Saabhathu hadha almawdhu'a, nitaitafiti maudhui hii biikhtisari, kwa mukhtasari aidan vile vile. Lianna ba'dha juz'iyatihi, kwa sababu baadhi ya vipengele vyake kanat dharuriyatan, vilikuwa ni vya lazima fi asri riwayati, katika zile zama za mapokezi. Amma fi hadhihi alazmani, amma katika zama hizi, fa tu'tabaru dirasatuha, inazingatiwa masomo yake mimbabi dirasati tarikhi riwaya, ni katika namna ya kusoma historia tu ya mapokezi. Wa hiya lazimatun lidhawil ikhtisasi, na haya na walazimu watu ambao wana specialization, wana utaalamu, dhatul ikhtisasi, watu wenye utaalamu fi hadha alfanni, katika fani hii. Eneo hili zaidi ni la kitaalamu, wewe unalisoma angalau tu upate kulijua, lakini wenyewe waliobobea ni watu ambao wataalamu zaidi, ndio wanakwenda katika eneo hili. Almuradu bihadhi tasmiyati, makusudio ya uhitaji huu au jina hili. Almuradu bihadha alunwan, muradi wa kichwa hichi cha habari, bayanul kaifiyati, ni kubainisha namna allati yurwa biha alhadithu, ambayo kwa namna hiyo hupokewa hadithi, wal adabu, na desturi, allati yambaghi, zinazotakikana, atahalli biha, hiyo ni biha, imeandikika sijui namna gani na kukozeshwa wino na kutiwa madubana, lakini ni biha. Watahalli biha, na kujipamba nazo hizo desturi, ujipambe na desturi hizo, yani uwe nazo hizo desturi. Wama yataallaqu bidhalika, na yanofungamana na mambo hayo. Wakati taqaddama shay'un, na limetangulia jambo min dhalika, katika hayo, fil mabahith sabiqa, katika matafiti yaliyotangulia. Wa ilaika ma baqiya, napokea kilichobaki. Mengine kule nyuma kayasomesha kidogo kidogo, hapa anayasomesha mengine yaliyobaki. Swali la kwanza la msingi anauliza, hal tajuzu riwayatu rawi min kitabihi idha lam yahfadh ma fihi? Swali la kwanza na la msingi katika somo hili, hal yajuzu, je inafaa riwayatu rawi, kupokea mpokezi min kitabihi, katika kitabu chake, idha lam yahfadh ma fihi, atakapokuwa mwenyewe hajahifadhi kilichomo.
Manake nini? Manake zamani ilikuwa mtu unakwenda kupokea hadithi kwake, unamkuta pengine hadithi zile kaziandika mahala na halafu kazihifadhi kwenye kichwa chake. Je, ni lazima umsikilize vile alizozihifadhi halafu uangalie na vile alivyoziandika, au moja tu linatosheleza? Kwamba hizi hapa hadithi nimeziandika, chukua basi ukakopi tu, au akaya azisome tu wewe uziandike, au azisome na wewe umekamata alichokiandika ili kuthibitisha kwamba anachosoma ni sawa sawa. Le, lazima yafanyike mawili au moja tu linatosha katika kupokea hadithi? Tumefahamiana vizuri hapo? Kama ukitaka kwenda kwenye mfano wa lugha, kuna wale malenga wanaotongoa bila kuandika mashairi yao. Wako wale malenga vichwa, anatunga shairi linabaki kichwani mwake, analisoma hivyo, hakuliandika mahala popote, anatiririka hata kama beti 60 zinakuja kichwani tu. Halafu kuna mwingine kaandika na hawezi kulisoma mpaka ashike kwanza akasome pale alipoandika. Kalitunga mwenyewe lakini hanalo kichwani, kaliandika. Na mwingine analo kichwani na kuliandika, kaliandika. Na anakupa makaratasi unaangalia na hakosei beti hata moja. Zote anasoma kichwani mwake, ndo vile vile alivyozipanga katika nini? Katika maandishi. Sasa je, ina lazim kuchukua huyu ambaye kahifadhi na kuandika kwa vyote viwili, au tuchukue moja tu kama kaandika imetosha, au kama kahifadhi imetosha? Ndo anauliza swali hilo. Jibu lake, hadha amrun, hili ni jambo ikhtalafa fihi ulama, wametofautiana ndani yake wanazuoni. Wako waliosema hivi na wako waliosema vile, wako waliokubali njia hii na wako waliokubali njia ile, wametofautiana. Faminhum man shaddada, wako waliokaza, fa afrata, wakapitiliza. Yuko aliyekaza akapitiliza. Na hii napenda kuisema sana katika Uislamu, kwamba sisi Waislamu ndivyo tulivyo. Tuna aina tatu za watu katika dini, hasa wanazuoni. Wako wanaokaza wakapitiliza, na wako wanaolegeza wakapumbaza, na wako wanaokaa wastani wakatimiza. Tumefahamiana? Mimi binafsi sipendi msimamo wa kukaza nkapitiliza, wala kulegeza nkapumbaza. Mimi napenda kupita wastani nikatimiza. Utaona huko mbele anavyoeleza. Na haya ndio mambo sasa hivi hapo. Kuna watu wana misimamo mikali, kuna watu wana misimamo sana laini. Chukulia mfano wa hijabu tu ya mwanamke. Kuna watu wanakwenda mpaka wanasema nikabu lazima, yani mwanamke afunike mpaka macho. Kuna ile nikabu sasa ya kufunika na macho. Anakuwa na kitambaa kile kina tundu kile. Anakuwa kuliko hata ninja. Yule ninja kakosea, maana wanamuona. Wako wanaopitiliza. Na wanasema lazima mwanamke wote uchi, sauti yake uchi, uso wake uchi. Ndo Arabi. Kwa hivyo ukiona uso umetenguka udhu, ukisikia sauti yake umetenguka udhu, uko hatwendi. Yani wana maneno kama hayo. Alafu kuna mwingine anasema avae tu alimradi kastiri zile yale maeneo yaliokuwa muhimu, mara anamruhusu masuruali mambwanga, mara makwapa yako wazi. Anaona jambo la kawaida, nywele kidogo zikionekana si neno, huyu naye kalegeza sasa. Alafu kuna wale wastani sema viganja na mikono na sehemu za chini za miguu na uso vikionekana si tatizo. Kwa hivyo anakuja mtu wakati na kati. Kuna yule aliyekaza akapitiliza, na yule aliyelegeza akapumbaza, na huyo aliyepita kastani katikati akatimiza. Utayaona. Basi kasema faminhum man shaddada, yuko aliyekaza fa afrata akapitiliza, wa minhum man tasahala, na yuko aliyelegeza fa farrata akapumbaza au akapoteza. Kalegeza mambo mpaka akaupoteza msimamo, ikawa ni jambo la kawaida tu. Anaona hata wanawake kuimba si tatizo lolote. Mikasida inasomwa na wanawake washavunja ungo. Amempata mweupe kama manga. Masema nayo kasida hiyo inafaa halali. Jana jike lishavunja ungo linaimba, watu wanasikiza barabara amempata mweupe kama manga, mashaallah. Haya. Mnalegeza mpaka mnapiti. Wale wanakaza wanapitiliza, hawa wanalegeza wanapumbaza. Alafu anasema wa minhum man yatadala, na yuko aliyopita katikati, fatawasata akatimiza, au kafanya uadilifu akapita kati na kati. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul inna ma'al usri. Sasa hawa wakapita kati na kati. Na siku hizi mambo yote ya Kiislamu yapime, utayaona katika mizani hii. Yuko atakayechukua msimamo mkali, yuko atakayechukua msimamo wa kulegea sana, na yuko atakayechukua msimamo wa kati na kati.
Yuko atakayekwambia kushiriki katika siasa na kupiga kura na kuchaguliwa kufuru, dhambi, ukafiri, finari jahannama, wote hao. Anayechaguliwa jiunga chama, wote makafiri tu. Huyo sasa shaddada fa afrata. Na yuko mwingine kwambia lazima mchague kiongozi wa ulil amri minkum bwana, wajibu fardhi, lazima kupige kura bwana, taachaje kupiga kura bwana, vipi bwana? Na yeye sasa akataka. Kuna mwingine sema siasa ni jambo la khiari, unaweza ukashiriki ukiona kuna maslahi katika taifa, unaweza ukaacha kushiriki ukiona kuna maslahi katika taifa. Na mwingine kapita kati na kati. Kwa kila jambo litia kwenye mizani hii nilokupa, utayaona mambo katika darubini moja nzuri sana, itakuweka sasa. Haya, sasa anakuja fa ammal mutashaddiduna, ama wale waliokaza sasa, waliotia ugumu na uzito, faqalu, wakasema la hujjata illa fima rawahu rawi, hakuna hoja isipokuwa katika kile alichokipokea mpokezi, min hifdhihi, katika hifadhi yake. Lazima aweka hifadhi, asije akakupa hadithi yeye mwenyewe kichwani hanayo, anayo kwenye daftari au kwenye kitabu, hafai. Lazima itoke kichwani mwake. Wamekaza sana. Ruwiya dhalika an Malik, msimamo huo umepokewa kutoka kwa Imam Malik wa Abi Hanifa wa Abi Bakr as-Saidalani ash-Shafi'i, na mtu mmoja anaitwa Bakr as-Saidalani anayefuata madhhabi ya Shafi. Wameonesha msimamo hiyo, na si watu wajinga, ni wanazuoni wakubwa. Hatusemi mtu akikaza msimamo manake si mwanachuoni, la hasha, wala tusemi si Muislamu, wala tusemi kwamba si mcha Mungu. Sisi tunasema tukakaza msimamo. Tumefahamiana? Kwani mtu akiwa mkali atakuwa lazima awe mbaya? Si lazima awe mbaya. Kuna watu ni wakali lakini ni wema, lakini ni wakali tu, ndio hulka zao. Kwa hivyo inakuwa kama ni hulka hiyo na fikra ya mwanachuoni. Akawako wanazuoni wakubwa kubwa waliokaza msimamo. Akawatolea mfano. Wa ammal mutasahiluna, ama waliolegeza msimamo sasa, faqaumu, ni watu, rawahu, wamepokea, min nusakhin, katika kopi za vitabu, ghairi muqabalatin, ambazo hazikulinganishwa na yale waliosema watunzi wenyewe. Kenda kakuta tumeandikwa hichi kaandika Sheikh fulani, basi kakubali. Na zamani ilikuwa hakuna printing, watu wanaandika kwa mikono. Akishaambiwa tu Sheikh fulani kaandika kitabu hichi, kakubali. Kuna vitabu vingi sana vya uganga vinadaiwa ati kwamba vimeandikwa na Imam Ghazali. Hii Ghazali bwana, hii Ghazali bwana, hii Ghazali bwana, wala mwenyewe Ghazali pengine hata havitambui, lakini kwa sababu ile jina limekuwa kubwa na kesha kufa tena, watu kila mtu akiandika anaandika tu Ghazali, Ghazali. Basi tena ukisikia Ghazali wewe kichwa kinajaa upepo. Vingi kazuliwa, wala si vyake, hakuviandika yeye mwenyewe. Ana ndo kawaida, mtu akishakupata umaarufu sana akakubalika sana, watu wanapenyeza maneno kupitia mtu huyo ambaye ni maarufu. Kwa hivyo bila kulinganisha, biusuli na misingi yake. Minhum Ibn Lahia, akiwa mtu mmoja anaitwa Ibn Lahia. Huyu kapokea tu yeye kwenye kopi ambazo hata uhakika kwamba zimeandikwa na hao wanaodai kwamba wameziandika haupo. Wa amma almu'tadiluna, ama waliokuwa wastani au waliofanya uadilifu, almutawassituna, waliopita kati na kati. Na napenda kusema waziwazi, mimi ndio napenda misimamo ya aina hii. Sipendi ile ya kukaza wala sipendi ile ya kulegeza. Mimi napenda hii ya kupita kati na kutizama jambo huku na huku. Kama ni futari, mimi napenda futari moja ya chumvi, moja ya sukari, ili nipate testi moja huku, testi moja huku. Sasa kuna mwingine ukimwekea muhogo tambi, anaifumbia jicho, anakuwa chongo upande wa tambi, alafu jicho lake linaona upande wa nini, wa muhogo tu. Na mwingine ukimwekea ndizi mbivu na uji, anafumba jicho upande wa vitu vya chumvi huku, anatazama ndizi mbivu na uji tu, hasa ikiwa ya mkono mmoja. Au mnaita mkono wa wapi kule Makunduchi? Mkono mmoja bwana. Umeona? Sasa mimi ni katika wale ambao napenda kidogo huku kidogo huku. Sasa kuna wengine ndo anakwenda upande moja kwa moja. Sasa sema amal mutawassituna, amal mu'tadiluna, ama wanaofanya uadilifu, al mutawassituna, wanaopita katikati, wa humul jamhur, na hawa ndio walio wengi. Kwa taarifa yako, na hawa ndio walio wengi, wanazuoni wengi makini wamepita kati na kati. Hawakuvuta sana katika kukaza wala hawakuachia sana katika kulegeza. Faqalu, wakasema, idha qama rawi fi tahammuli wal muqabalati,
akisimama mpokezi katika kujitwisha hadithi na kuilinganisha na kopi zilizoandikwa, bima takadama, kwa namna iliyotangulia, mina shuruti, katika masharti, jazati riwayatu min alkitabi, itajuzu kupokea kutoka kwenye maandishi, wa in ghaba anhu alkitabu, hata kama kitabu kwake kitampotea baada ya muda, idha kana alghalibu, itakapokuwa mara nyingi, ala dhanni, juu ya dhana, salamatu, kimesalimika kitabu kile, min taghyiri wa tabdili, kugeuzwa na kubadilishwa. Hata kama kitabu kile kimechukuliwa na watu, labda kimekwenda kukopiwa huko, kimekaa wiki, kimerudi, lakini ile mikono ya watu ni ya watu waaminifu, basi bado tutaendelea kumwamini mtu wa aina hii. Ikumbukwe anayazungumza haya wakati bado mashine za kuchapisha vitabu zilikuwa hazipo. Kwa hivyo kitabu kinapatikana vipi? Mtu kaandika kwa mkono, na wewe anakupa, unaandika kwa mkono, na mwingine anayepewa anaandika kwa mkono. Kwa hivyo hata kama kimepita kitabu kile kwenye mikono mingi, kwa sharti la kwamba wale waliopokea kitabu kile ni waaminifu na wamekirejesha, basi itafaa kunukuu yaliyomo humo na kuyakubali. La siyama, hasa inkana mimma la yakhfa alayhi taghyiru ghariban, ikiwa ni mtu ambaye haijifichi kwake badiliko mara nyingi, yani yeye mwenyewe anakijua kile kitabu chake kwamba kama kimebadilishwa kitu atasema mbona hapa mmetia wino, mbona hapa mmefanya hivi, mbona hapa mmeongeza nukta, mbona hapa mmetia irabu sizo. Ikiwa mwenyewe anayajua yale mambo vizuri, basi ndio kabisa atakubalika. Tumeelewana vizuri hapo? Tuwakumbushe wazee, zamani ilikuwa matumizi ya baskeli, mzee hamwazimi baskeli mtu yoyote tu, hata wale wanawe, kama unakumbuka hata wanawe hamwachi kila mmoja kuendesha baskeli. Ana watoto wake maalum kwamba baskeli yangu hii anaweza kupanda huyu na huyu, basi sitaki wengine, kwa sababu anajua wengine wako rafu, anaweza kwenda akaigonga, akaitia tope, na zile no entry za zamani hapa mjini anaweza kapita no entry akakamatwa, wanaweza wakapakiana mpaka kwenye fremu. Kwa hivyo si kila mtu anampa baskeli yake, watu maalum ndio wanapo baskeli. Na mpaka leo kwenye vyombo, mapikipiki, Vespa, gari, iko hivyo, huwezi kumpa mtu yoyote tu. Kwa hivyo na zamani ilikuwa kitabu chake, akitaka kumpa mtu ambacho ni cha mkono kakiandika, hamkabidhi mtu yoyote tu, anampa mtu anayeaminika, ili kirudi kikiwa salama. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo hayo yote yakiwa yamezingatiwa kiutafiti, yakaonekana kwa wakati ule, basi itaaminika hadithi iliyomo ndani ya vitabu. Mmeona watu wa fani ya hadithi walivyojitahidi kuzilinda hadithi za Mtume SAW zisiingie kwenye mikono ya watu wabaya na mambo yasiharibike. Na juu ya hivyo zimepatikana baadhi ya hadithi dhaifu na nyingine maudhui, munkari na nyinginezo. Hukumu riwayati dhariri, kipengele chengine, hukumu ya mapokezi ya mtu asiyeona. Dharir manake mtu asiyeona, kwa neno jengine ambalo wenyewe walipendi siku hizi, kipofu. Wanatukataza, wanasema tusitumie neno kipofu, tuseme asiyeona. Haya madhali wametaka hivyo, tunawasikiliza. Lakini sikuona mimi kama neno kipofu lilikuwa baya sana kiasi cha kulichukia kiasi hicho. Haya, kwa hivyo hukumu riwayati dhariri, hukumu ya mapokezi ya mtu asiyeona, alladhi la yahfadhu ma sami'ahu, na ambaye haihifadhi alichokisikia. Yeye kuona haoni, kwa hivyo hawezi kuandika, na hata kikiandikwa hawezi kukisoma. Halafu na kile alichokisikia hajakihifadhi vizuri, vipi habari yake? Maana huyu anategemea masikio tu, hana kitu kingine chochote. Sasa tutizame alipohifadhi. Ikiwa katerereka kwenye kuhifadhi kwake, katetereka, huyu ndio atakuwa hafai kabisa, kwa sababu hana njia nyingine ya kumthibitisha. Hawezi kusoma kilichoandikwa, wala hawezi kuandika kinachosomeka, kwa sababu yeye mwenyewe haoni. Lakini hii ni kwa zama zile, kama tulivyosema. Siku hizi kuna hati za wasioona, wanaandika zile za kutoboa zile, na wanasoma wenyewe, anapitisha hivi kidole, anasoma. Bwana Saidi Juma anakusalimia sana, anakuambia ule mzigo wako atakuletea siku ya Jumatatu. Anafanya hivi, anashika tu kwa kidole hivi, anasoma. Na yeye anaweza katoboa akaandika, na mwingine mwenzake wa aina yake akasoma. Lakini ni teknolojia imekuja sasa. Kwa hivyo yeye anazungumza kwa zama zile. Tumefahamiana vizuri hapo? Wasije walemavu wakachukua point hapa wakasema Sheikh Msaba anafundisha na hivi vyombo vya habari anatudharau, si hatujui kusoma wala hatujui kuandika. Natambua teknolojia imesogea sasa, wako mbali. Nasema kwa wakati ule walikuwa hivi, na hata hivi sasa sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo, ni wale waliopata mafunzo tu. Bado tatizo lipo kwa asilimia fulani. Kwa hiyo tunazungumza yale yaliyopo. Tumefahamiana? Haya, idha staana dhariru, atakapoomba msaada mtu asiyeona,
alladhi la yahfadhu ma sami'ahu, ambaye haihifadhi alichokisikia, bithiqatin, kwa mtu mwaminifu, fi kitabati alhadithi, kwa kuiandika hadithi, alladhi sami'ahu, aliyosikia, wa dhabti, na kuitia irabu, wal muhafadhati ala alkitabi, na kuyatunza yale maandishi, wahtata, na kuchukua tahadhari, inda alqiraati alayhi, wakati wa kumsomea, bihaithu, kwa namna ambayo, yaghlibu ala dhannihi, inatawala sana katika mawazo yake, salamatuhu min at-taghyiri, kusalimika maandishi yake na mabadiliko, sahhat riwayatuhu inda al-akthari, itafaa riwaya yake kwa walio wengi. Yani tutakubaliana hapo pokezi asiyoona, lakini kwa masharti. Sharti yake ni kwamba awe na mtu anamwandikia, halafu yule anamwandikia awe mtu mwaminifu, halafu akimwita hebu soma, anasoma, na yeye anakumbuka, yeye ndio umeandika sawa sawa na mimi nakumbuka hivyo hivyo, basi ikifika hapo ikathibitishwa namna hiyo, tutakubali hadithi yake kwa zama zile. Lazima apoe na msaada wa mtu mwingine wa kuiandika ile hadithi, na anapokuja kuisoma huyu asiyeona athibitishe kuwa ndivyo hivyo ulivyoandika. Usende mbali, mfano wake ni barua tu, tena wala si kwa asiyeona, kwa asiyosoma tu. Zamani sisi tunaitwa kuandikia barua watu wazima ambao hawajui kusoma na kuandika. Ukifika haya andika, ama baada ya salamu sisi huku hatujambo, unaandika ama baada ya salamu sisi huku hatujambo. Haya, mwambie zile pesa aloniletea hazijantosha, na unaanza kuandika mwambie. Usiandike mwambie, andika mimi nakwambia zile pesa ulizonitumia hazijantosha, kwa hivyo naomba ongeze zaidi. Unamwandikia, alafu baadaye unasoma, anaithibitisha sawa, alafu inafungwa, akaipeleke posta, unapewa na senti 5 senti 10, unakwenda kununua nini, stempu, unabandika, unatuma. Walikuwa wanaona kwa hawajui kusoma na kuandika. Tulifanya kazi hizo sisi utotoni mwetu. Kwa hivyo na huyu naye anafanywa kama hayo, yeye anahifadhi, alafu anamwambia mtu aandike, alafu anamwambia soma, anathibitisha, basi kwa namna hiyo itafaa. Kazi yake kubwa ilikuwa kwa watu wasioona kupokea nini, kupokea hadithi. Wayakunu kalbasiri, tatakuwa sawa sawa na anayeona, al-ummi, ambaye hajui kusoma na kuandika, alladhi la yahfadhu, ambaye yahifadhi. Unaona, ndio yale nilikuonesheni kwa wasiojua kusoma na kuandika, nao umepita kwenye njia hiyo. Narudia kipengele hichi, idha sta'ana dhariru, atakapotaka msaada, sta'ana, kutaka msaada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idha sta'ana dhariru, atakapotaka msaada asiyeona, alladhi la yahfadhu ma sami'ahu, ambaye hawezi kuhifadhi alichokisikia, akitaka msaada, bithiqatin, kwa mtu mwaminifu, fi kitabati alhadithi, kwa kuandikiwa hadithi yake, alladhi sami'ahu, ambaye kaisikia, wa dhabti, na kuitia irabu, wal muhafadhati ala alkitabi, na kuhifadhi kile kilichoandikwa, wahtata, na kuchukua tahadhari, inda alqiraati alayhi, wakati wa kumsomea, bihaithu, kwa namna ambayo, yaghlibu ala dhannihi, inatawala kwenye mawazo yake au dhana yake, salamatuhu min at-taghyiri, kusalimika yale maandishi na mabadiliko, basi hapo sahhat riwayatuhu inda al-akthar, itafaa mapokezi yake kwa walio wengi. Piga mstari kwenye neno sahhat ili ukumbuke hukumu ndio hiyo, itafaa mapokezi yake kwa wanazuoni walio wengi, sio wote, lakini wengi wamesema itafaa. Wayakunu, na atakuwa kalbasiri, kama anayeona, al-ummi, asije kusoma na kuandika, alladhi la yahfadhu, ambaye pia hawezi kuhifadhi, atakwenda katika hukumu hiyo. Kwa hivyo na yule asiyejua kusoma na kuandika atakuwa sawa sawa na huyu asiyeona katika jambo kama hili, lakini kwa masharti haya na mazingira yaliyotajwa. Kipengele cha 4, riwayatul hadithi bil maana wa shuruti, kuipokea hadithi kwa maana na masharti yake. Kupokea hadithi kwa maana ni nini? Yaani wewe umesikia maneno, halafu unakwenda kuyaeleza kwa maneno yako mengine, sio yale uliyoyasikia, lakini kwa maana ile ile. Kama kwamba jamaa juzi kaiba, wasema kuna mtu kachukua kitu cha mtu bila ruhusa kaondoka nacho. Unakusudia ndio kaiba hivyo, lakini umetumia maneno mengine sio yale. Tumefahamiana? Fulani kazini na mke wa rafiki yake. Kuna jamaa wamemshtukia watu anatembea na mke wa mtu, tayari hapo fashakuwa na maneno tofauti, lakini lugha au maana ni ile ile. Haya, tuendelee bwana, tuwaache hao wanataka kutupeleka kwenye riwaya bil maana. Riwayatul hadithi bil maana wa shurutu, mapokezi ya hadithi kwa maana na masharti yake. Tumefahamiana? Hizo ndo adabu tunazosema siku zote. Kuna adabu darsi, adabu nini. Haya, twende. Haya,
lakini wale ni watu wazima, kuambia hawana adabu itakuwa tumekosea, tusiwaambie. Riwayatul hadithi bil maana, mapokezi ya hadithi kwa maana, wa shurutuhu, na masharti yake. Haya, twende. Ikhtalafa salafu, wametofautiana watangulizi waliotangulia mwanzo kuipokea dini hii kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutoka kwa masahaba ambao ni salaf, fi riwayat alhadith bil maana, katika kuipokea hadithi kwa njia ya maana. Fa minhum man mana'aha wa minhum man jawazaha, wako waliozuia na wako walioruhusu. Wako waliosema ukipokea hadithi na maneno yawe yale yale, usitie yako, na kuna wako waliosema kwamba unaweza ukapokea kwa maana, yani unaweza kuwa mshenga, yani mshenga anatumwa kwenda kunini, kuposa, lakini maneno ya kusema ni yake yeye, sio yako wewe bwana harusi. Kwa kumwambia bwana mjomba, wewe utakwenda kuposa, nimemwona mtoto mimi, si mchezo, kifaa yuko hivi yuko hivi yuko hivi. Sasa akifika pale aseme mwanangu kamwona mtoto kifaa yuko hivi yuko hivi, ndo atasema hivyo mshenga. Akisema hivyo tutakwenda tukana watu, mshenga atakwenda kusema maneno yake, lakini kwa maana ile ile unaoitaka wewe muoaji. Sasa je, turuhusu washenga kwenye fani ya hadithi wakaseme maneno kwa maana ile ile aliyosema Mtume salam, lakini kwa maneno yao, au tusiruhusu? Wako waliosema haifai kabisa, maneno ya Mtume yawe kama Qur'ani ilivyokuja iwe hivyo hivyo, na wako waliosema maneno ya Mtume yanaweza kupokewa yakaelezewa kwa namna yote ili ya kuweza kufahamika. Tumeelewana misimamo miwili ilivyo. Qur'ani huwezi kwenda kuisoma kwa namna unaotaka wewe, lazima uisome kwa namna ile iliyoteremka. Hadithi za Mtume viko vipi? Wengine wanasema lazima iwe namna ile ile, ukisema hapana, unaweza ukaelezea kwa namna uliofahamu. Famanaaha taifatun, basi wakazuia mtindo huo kundi min ashabil hadithi, katika watu wa hadithi wal fiqh wal usuli, na fiqh na usuli. Wako kundi la wanazuoni wasema haiwezekani hadithi za Mtume usipokee vile vile kama alivyosema na kama ulivyosikia, usipeleke kitu kingine chote katika ufafanuzi. Minhum akiwemo Ibn Sirin katika matabiina wakubwa sana, wa Abu Bakar Razi, na Abu Bakar Razi katika wanazuoni wakubwa wamekataa kabisa kupokea kwa njia maana. Wametaka lazima iwe neno kwa neno, dogmatic, word to word, neno kwa neno. Wa ajaza, na wameruhusu kufanya hivyo jamhuru salafi, walio wengi katika watangulizi, wal khalafi, na waliokuja mwisho, yani hata hao masahaba, matabina na wengineo, na hao waliokuja mwisho, minal muhaddithina, katika wana hadithi, wa ashabil fiqh, na watu wa fiqh wal usuli, na fani usul fiqh. Minhum, wakiwemo al-a'immatul arba'atu, wale maimamu wanne mashuhuri, Abu Hanifa, Maliki, Shafi na Ahmad bin Hanbal, ambao madhehebu zao nne ndio mashuhuri za Kisunni. Wao pia wameruhusu kupokea kwa njia nini, ya maana, na ndio maana hadithi nyingi za Mtume sallam zimepokewa kwa njia nini, ya maana, si neno kwa neno. Lakini idha qata rawi bi ada'i al-ma'na, kwa sharti ya kwamba mpokezi atakapokuwa na uhakika kwamba kweli kaitekeleza ile maana, kaitimiza ile maana iliyokusudiwa. Kwa mfano sema kuna mtu mmoja kapigwa mawe mpaka kafa, yeye akaja akasema wamemuua kwa mawe bwana. Kwani ukisema wamemuua kwa mawe na kule kapigwa mawe mpaka kafa, maana zimetofautiana wapi? Tumeelewana? La msingi ile maana ifike vile vile. Tulikula siku hiyo bwana mpaka tukashiba, mweza tulikula siku hiyo mpaka tukakinai. Kukinai na kushiba kuko karibu, kwa hiyo hajapoteza sana. Au tulikula mpaka tukatosheka, ndo kushiba ndo kutosheka, katumia neno jengine katika maana ile. Muhimu maana iwe ile. Hapo ndo penye maneno. Thumma, kisha, inna, hakika, man ajaza, au kwa ukasema anna, hamza kaiweka juu au kaiweka chini, hakuweka chochote, hakuna hamza humo, ipo chini iko juu. Hiyo ngoja itazame Jaafar vizuri, ni alifu hiyo tu imefanya kama kinani au hamza hiyo. Thumma inna au thumma anna, hamna kitu. Mimi nasoma inna kwa kutumia sasa uzoefu wangu. Thumma inna, kisha hakika, man ajaza riwayata, aliruhusu mapokezi bil maana, kwa maana, ishtarata laha shurutan, kaishurutishia lakini masharti. Sio upokee bil maana halafu unakwenda unavyotaka tu, kaweka masharti. Wahia, nayo inayofuata, la kwanza, an yakuna rawi aliman bi alfadhi wa maqasidiha, mpokezi awe anayajua matamshi na makusudio ya matamshi, yani maana zake. Iwe mtu ambaye ile lugha anaifahamu vizuri, lugha ya Kiarabu,
kwamba akilisema neno hili badala ya hili maana itakuwa ile ile. Kama Mswahili bingwa akasema huyu shemegi yangu, yule mwingine akasema huyu mramu wangu. Huyo alosema mramu kajua maana ya mramu ni nini, inakuja mramu kwa maana ya shemegi pia, lakini awe anajua vizuri kile Kiswahili. Kama akisema huyu balahau, huyu mkazahau, ajue nini maana mkazahau na nini maana ya balahau, sio anajisemea tu. Tumefahamiana? Kwa hivyo ile lugha aijue vizuri, ajue kuelezea, ajue tofauti ya kashata na kisheti. Kuna mtu anapewa kisheti anasema nimepewa kashata. Kuna mtu anapewa kashata anasema nimepewa kisheti. Kisheti na kashata ni vitu viwili tofauti. Sasa asije akatumia neno likawa haliwakilishi ile maana inayokusudiwa. Ikiwa hana uwezo huo, riwaya yake bil maana itakuwa sio. Anaweza katupotosha wakati wote. Tumefahamiana? Siku moja nilikwenda sehemu moja ya Tanzania, sihitaji sehemu gani. Basi akasema tumemwona mtu mmoja ana ndevu nyingi hapa ana ndevu nyingi, alafu ananionyesha hapa ndevu nyingi hapa. Kama ndevu nyingi ndevu hazikae hapa zinakaa sharubu, ndevu zinakaa huko. Nasema ndevu nyingi alafu unaweka hapa. Umeona huyo anakana hajui Kiswahili. Sharubu anaziita ndevu anaziita nini? Sharubu, anachanganya mambo. Tumefahamiana? Wako watu watofautishi baina ya kung'ata na kutafuna. Yanakaribiana hayo, lakini kung'ata na kutafuna viko vitu tofauti. Umenifahamu? Nyoka hatafuni, nyoka anang'ata. Katika Kiswahili sanifu, nyoka hatafuni, anang'ata. Anayetafuna ni mamba. Lakini sasa waambie watu kung'ata na kutafuna tofauti zake mashaka. Na Mtume sallallahu alikuwa fasaha wa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo kama hujui Kiarabu kwa ufasaha, bora uhifadhi tu ulivyosikia. Lakini ukipokea kwa maana, unaweza ukatupotosha, ukatupeleka mahala pengine kabisa, ikawa maana ni tofauti. Sasa kuna machicha, alafu kuna watu wanatumia neno mashudu. Na mashudu kwetu sisi ni dharau pia. Kwambia mtu mashudu, maana kwa jambo hilo kama haliwezekani kabisa. Umenifahamu? Chicha, mashudu, halafu kuna kule Wasukuma wanaita mashishanga, na jina la mtu hilo mashishanga. Mashishanga ni chicha kwa Kisukuma, lakini nalo ni jina la mtu, inaitwa mashishanga. Sasa utofautishe baina mashudu na machicha. Yanafanana, kuna baadhi mashudu yanaweza kutokana na kitu kingine chochote chenye kukamuliwa tu kikatolewa kitu ndani yake. Hata alizeti inakamuliwa yakatoka mashudu ya nini? Ya alizeti. Kama mashudu ina maana pana kuliko machicha. Sasa katika lugha ya Kiarabu vile vile mpokezi bil maana, anayetaka kupokea kwa maana lazima akenda kwenye maana ajue katumia neno ambalo halijapoteza ile maana ya asili aliyokuwa kaisikia. Ama yule anayehifadhi moja kwa moja, yule hana tatizo lolote. Hayo ni masharti. Kwa hivyo awe anajua vizuri taratibu za ile nini, za ile lugha na maana zake maksudi. An yakuna khabiran bima yuhilu maaniha, awe ni mwenye habari au mjuzi jua kinachobadilisha maana. Kama Kiswahili cha bara sema nilimkuta mtoto alafu nilimkuta mvulana. Unaona kama kitu cha kawaida, lakini mvulana na mtoto iko tofauti kidogo katika matumizi ya Kiswahili cha bara. Sasa ajue nikisema mvulana itakuwa na maana gani, na nikisema mtoto itakuwa na maana gani. Na hawa kule Pemba ndio kabisa, ukisema kuvulana, na baadhi ya sehemu huku za mashamba ukisema kuvulana inaleta maana nyingine tu. Kazi ya kuvulana tu, maneno mazito kidogo yanakaribiana na matusi ya kuvulana, lakini inaleta maana nyingine kabisa. Kuvulana ni matusi shekhi. Ala, wale wanaogombana washaondoka kule ndio unajua Kipemba kabisa. Mkongo kuvulana. Avulania wakengwa manake kutaka kuonesha ujana dume katika ile mambo ya kijitu kizima, katika na taratibu ambazo si za halali, ndio kuvulana. Sasa ala kule hali, kwa hivyo ajue kila mahala na maneno kutumika, asije akalitumia neno hili katika maana nyingine akapoteza. Umejitahidi albahari kuelewa, mwache albahari, mtu mzima anajua kuvulana. Ushavulana sana wewe au vipi? Haya bwana, twendeni. Kwa hivyo hizo tunazozungumza katika upande wa lugha. Na Kiarabu hali kadhalika kina mapana yake na maeneo yake. Waarabu wanazungumza kwa marika, wanazungumza rika hili wanaeleza hivi, rika lile. Kwa hiyo ukikosea kidogo tu unaweza kutoka nje ile maana. Kwa hivyo anatakiwa awe bingwa kwa mambo kama haya. Hadha
hadha kulluhu, yote haya fi ghairi almusannafati, la si katika vitabu vilivyotungwa, ni katika ile habari ya mapokeo ya neno kwa neno, mdomo kwa mdomo, katika fasihi simulizi, sio tena kwenye fasihi andishi, kwamba wewe unanukuu kwenye kitabu cha Bukhari halafu baadaye kuchukua maneno kama yalivyo unatumia maneno yako. Hiyo sasa itakuwa wrong, kwa sababu yeye keshaandika, lazima usome lile lile lililoandikwa. Hii ilikuwa inafaa wakati ule ulipokuwa ndo kwanza mnapokezana kwa kusema na kusikia, sio wakati wa maandishi. Likisha kuingia kwenye vitabu vilivyotungwa, basi lazima unukuu kama kilivyoandikwa, vinginevyo itakuwa ni mistrust, hiyo uaminiki we. Na wewe unasemaje dokta, katika research unamnukuu mtu, unataja kitabu halafu unatumia maneno yako badala ya maneno ya kile kitabu? Wrong, umekosea. Ukinukuu kitabu lazima utumie maneno yale yale yaliyomo ndani ya kile kitabu, ndio taaluma. Ama alkutubul musannafa, ama vitabu vilivyotungwa katika fani ya hadithi, fala yajuzu riwayatu shay'in minha bil maana, haijuzu kupokea chochote katika vitabu hivyo kwa njia ya maana. Tena lazima ukinukuu kwenye kitabu cha Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daudi, Ahmadi, Ibn Majah, nani na mwingine, Al-Baihaqi na wengineo, lazima unukuu vile vile ilivyoandikwa ndani ya kile kitabu. Wa taghyiru al-alfadhi, na kubadilisha maneno, matamsho allati fiha, yaliokuwa ndani yake, wa in kana bi maana, hata ikiwa bado maana ni ile ile usibadilishe. Kama umetajwa mkate wa gole au mkate wa maji, useme mkate wa maji, sio ukasema mkate tu. Sio ukisema mkate tu unaweza kwa boflo. Na kuna baadhi ya maeneo hii Afrika Mashariki walioingia kwenye Kiswahili, maandazi pia wanaita mikate. Mikate kwetu sisi mkate haukumbi andazi. Ukisema mkate, andazi ni kitu chingine, mahamri au mahamuri, Kombolawi. Kombolawi si mkate bwana, wewe mbona hivi? Haya, kwa hivyo la taghyiru alfadhi bi maana, lianna jawaza riwayati bil maana, kwa sababu kufaa kupokea hadithi kwa njia ya maana, kana lidharurati, ilikuwa kwa ajili ya dharura. Idha ghabat ani rawi kalimatu min alkalimati, likimpotea mpokezi neno katika maneno akulikumbuka, ndio anaweza kutumia neno jingine. Tumefahamiana? Kama vile bokoboko kashindwa kulikumbuka, akasema tukuta kitu kama mseto hivi, lakini unatengenezwa kwa ngano, kwa sababu anajaribu kutafuta neno gani limempita. Kwa hivyo akaamua sasa kupe tashbih, tuletwa chakula kama mseto hivi lakini unatengenezwa kwa ngano. Hilo linaitwa bokoboko. Sasa hapo riwaya bil maana, kwa sababu neno limempotea wakati ule bado vitu havijaandikwa. Otherwise bokoboko na mseto ni vitu viwili tofauti. Wale Wahindi wana kitu kinaitwa kichro, nayo ni mseto wao maalum huo. Kichro ni mseto lakini unapigwa hivi, unalainika na nini, una mambo yake. Kichro. Abdallah yuko wapi? Muharram umekwisha, uko karibu tukapata kichro kwa mashia kule. Haya. Kwa hivyo itajuzu. Kwa hivyo amma baada tathbiti, ama baada ya kuthibitisha la hadithi fil kutubi, katika vitabu, falaisa hunaka dharuratun, hakuna dharura tena liriwayati ma fiha bil maana, kupokea kilichomo kwa njia nini ya maana, kwa sababu vitabu vimeshaandikwa, lazima unukuu kama lilivyo. Hadha, pamoja na haya niliyosema, wayambaghi, na natakikana lirawi, kwa mpokezi bil maana, kwa njia ya maana, an yakula, aseme baada riwayati alhaditha, baada ya kuipokea hadithi, au kama qala, au kama aliposema, au nahu, au aseme mfano wake, au shibu, au mfano wake, aseme imefanana na hivi, kama hivi kasema, au kama alivyosema. Yani aoneshe kuwa yeye hayakumbuki exactly, hayakumbuki kisawa sawa yale maneno, anakumbuka kile kilichokusudiwa. Kitu kama hivi alituambia, aseme namna hiyo, ili kuonesha kuwa kaipokea kwa njia nini ya maana, sio kaipokea neno kwa neno. Kipengele cha 5, allahnu fil hadithi wa sababu, kukosea katika hadithi na sababu zake. Allahnu inakuja kwa kukosea, inakuja kwa kuremba, lakini hapa inakusudiwa zaidi kukosea. Kule kwenye fiqh allahnu imekatazwa hata kwenye adhana, yani unaremba mpaka ile adhana tena inageuka honi ya Lailand. Allahu akbar, Allahu akbar. Hii honi ya Lailand, ile lahni ile wameikataa wanazoni. Tumefahamiana? Lakini kuna watu wanazipenda kweli hizo, wanazitia mahoni ya Lailand manini mengi
katika dhana manga mmoja maskini anapita na saruni yake akamwona mtu anaadhini akamtasa ايش هذا مريض ana nini anaumwa huyu manga labda ile sauti inamuuma vile kumbe anatetea kama jogoo. Zile tunazoziona sisi adhana za kishamba za kizee zile ndo adhana zilizokuwa zimekaa kwenye utaratibu wa sunna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tunawadharau, tunahawa na adhini kishamba, sio kishamba bwana. Ile ndio imekaa kwenye mstari wa sunna. Watu watafikiri tunaadhini, hawezi kufikiri bwana. Tunatoa mfano mzee watafuturu saizi kwa upe namna hii bwana, Taimuri bwana umezidi. Haya bwana, allahnu fil hadithi wa sababu, kuremba au kupotosha katika hadithi na sababu yake. Allahnu fil hadithi ay al-khata'u fil qira'ati, kaitafsiri kufanya makosa katika kuisoma hadithi. Wa abrazu asbabi lahni, na zinazodhihiri zaidi sababu za kufanya makosa katika kusoma hadithi. La kwanza hili, adamu taallumi nahwi wal lugha, kuto kujifunza kanuni za lugha ya Kiarabu na lugha yenyewe. Nahau ni somo muhimu sana kulisoma. Wamezuka watu sasa hivi wanasema nahau na sarfu si lazima, hakuna haja ya kusoma. Kwani wakati wa mtume kulikuwa kuna nahau? Wakati wa masahaba kulikuwa kuna nahau? Katika khairul quruni hakukuwa na nahau wala sarfu. Kwa hivyo hakuna haja ya kusoma nahau, sarfu wala balagha. Hizi fani zote bid'a. Wamezidi. Tumefahamiana? Kwani nahau ni nini? Nahau ni kanuni za kusema lugha ya Kiarabu kwa utaratibu unaotakiwa, ili mtu asifanye makosa. Je, Mtume sallam alisema Kiarabu bila kufuata kanuni na utaratibu unaotakiwa? Je, masahaba walisema Kiarabu bila kufuata kanuni na utaratibu unaotakiwa? Je, matabiina walifanya hivyo? Hawakufanya hivyo. Hazikuwa tu zimeandikwa zile kanuni, walikuwa wanazisema kwa sababu ya kuzipokea. Hawa waliokuja wamekuja kuziandika, basi ndivyo ilivyo. Kama uzani wa ushairi, washairi wa kongwe walitongoa tu wakasema hivi, wala hawajui wanapima uzani gani, wamo kwenye midundo yao tu ya nafsi. Baadaye imekuja kugundulika wakisema hivi wametumia uzani huu, wakisema hivi, lakini ule uzani ulikuwepo, haujabainishwa tu. Tumefahamiana? Kwa hivyo nahau ilikuwepo tangu wakati wa Mtume sallam, na kabla ya hapo, na sarfu ilikuwepo na balagha ilikuwepo. Zilikuwa hazijabainishwa zile kanuni zake, lakini wao wanazitumia, zimo kila siku. Kwani mama zetu wamefundishwa kupika skuli gani ya mapishi? Hawapiki kwa kanuni? Hawajui kwamba sufuria hii chumvi inatosha kiasi gani, sufuria sukari inatosha kiasi gani? Sasa hivi si watu wanasoma kwa vipimo, kwamba sufuria sio ya chai lita ngapi, utie sukari lita ngapi, utie sukari sio kipimo gani, gramu ngapi, utie ni. Si wanasoma sasa? Kwani mama zetu na bibi zetu walisomeshwa wapi? Si walipokea? Kwani vipimo havikuwepo? Vilikuwepo. Sasa hivi vimewekwa kwenye maandishi, vinakwenda kwa masomo. Na nahau ilikuwepo, na sarfu ilikuwepo, na balagha ilikuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini haikuwa imeandikwa na imesanifiwa. Sasa baadaye imekuja kuandikwa na kusanifiwa, watu wakafunzwa kwa kanuni. Kwa hivyo la kwanza linalopelekea watu kukosea mpaka katika hadithi za Mtume, adamu taallumi an-nahwi wal lugha, kuto kujifunza nahau na lugha, wanapelekea kukosea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Qur'ani ikatiwa irabu. Walioamua kuitia irabu Qur'ani kwa sababu walijua kuwa kuna wengine hawatajua nahau. Inma yakhsha Allah min ibadihi alulama, anaweza akasoma mtu inma yakhsha Allah min ibadihi alulama, astaghfirullah rabbil azim, akaikosea aya kwa sababu hajui nahau, na kwa sababu wa mwanzo anastahili zaidi dhumma na wa mwisho anastahili zaidi fatha. Angekwenda hivyo akasahau kama kuna takdim na taakhir ambayo ni fani katika balagha. Kwa hivyo zikatiwa irabu kusaidia kuokoa watu wasiingie kwenye makosa. Kwa hivyo nahau, sarfu na balagha bado ni fani muhimu. Wakizidharau wanadharaulika wao wanaozidharau. Twende. Faala talibil hadithi, basi ni wajibu kwa mtafuta hadithi an yataallama min an-nahwi, unaona, ajifunze katika nahwu wa lugha na lugha, ma yaslamu bihi, atakaposalimika kwa sababu ya fani hiyo, min al-lahni, na kupotosha au kukosea, wa tahrif wa tashif, na kupotosha. Asije akakosea akapotosha, ajulikane aliyetenda kitendo nani, aliyetendewa kitendo nani, na mambo kama haya. Faqad rawa al-Khatibu, amepokea al-Khatibu an Hamad bin Salama, pana nukta mbili huko mwisho kwenye kile kihe, lakini mara nyingi unaona kama wanazisahau. Qala, kasema,
mathalu alladhi yatlubu alhaditha wala ya'rifu an-nahwa mathalu alhimari alayhi mikhlatun la sha'ira fiha. Maneno haya ya mtu mkubwa kabisa, anasema mathalu alladhi, mfano wa yule ambaye yatlubu alhaditha, anazitafuta hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala ya'rifu an-nahwa, na hajui fani ya kanuni za lugha ya Kiarabu, ndio nahwi, grama haijui ya Kiarabu, basi mathalu alhimari, ni kama punda alayhi mikhlatun, juu yake kuna soji. Soji ni lile kapu kubwa linaloshonwa alafu akavikwa nani? Punda mgongoni. Asili yake ni vitu vitatu: makapu mawili na mkeka mmoja. Asili ya soji ni makapu mawili na mkeka mmoja. Ule mkeka ndio unakaa katikati mgongoni, alafu huku unashonewa kapu na huku unashonewa nini? Kapu. Na lile kapu linakaa kama kibogoyo, inamisha mdomo upande huu, huku kunajazwa mizigo na huku kunajazwa mizigo, na katikati limeungwa, unakuwa kama mkeka. Kwa hivyo makapu mawili na mkeka mmoja vinasukwa kwa pamoja, ndio tunapata kitu kinaitwa nini? Soji. Ingawa nalo ni fumbo kidogo Mkongo ili soji, kwa Ntunge akawa mashallah kabarikiwa, asema soji lipo. Tuko kwenye Ramadhani tu, basi tukumbushane vizuri, soji lipo. Basi alayhi mikhlatun, juu yake kuna soji, lakini la sha'ira fiha, hamna ngano ndani yake, hamna kitu. Sisi masoji yamezoea kubeba nini? Nazi. Wewe unijui soji linabeba nazi, sio ngano kwetu sisi, wala mpunga. Kwao kuna beba ngano. Kwa hivyo ni mfano wa soji, halina nazi, kubwa tu, hamna kitu. Ndio sasa na mtu ambaye anapokea hadithi lakini nahau hana, ni soji tupu, halina kitu. Sasa ukiwaambia hivyo utasema umewatukana. Sijawatukana mimi, aliyosema ni mwanachuoni mkubwa na tumeanukuu hapa, wakayapinge kama unaweza. Al-akhdhu min al-kutubi was-suhfi, kuchukua kwenye vitabu na kwenye nyaraka. Wa adamu talaqi, na kuto kupokea ani shuyukhi, kutoka kwa mashekhe. Na hii nayo sasa hivi imekuwa tatizo sugu, kwamba mtu anakwenda kusoma mwenyewe, anajisomea kama vile kamusi. Anafungua kitabu cha hadithi, anatazama na tafsiri, anachukua tu. Anakwenda pahala pameandikwa kipepa, kipamfleti, mna hadithi, anachukua tu. Bora kukaa kitako ukasomeshwa zile hadithi, kwa sababu ukisomeshwa zile hadithi uwezekano wa kufanya makosa unakuwa mdogo zaidi kuliko kama hujasomeshwa. Siku hizi hata Qur'ani kuna watu wanajisomea wenyewe. Hatukatai, hizo nazo ni njia, lakini hazina uhakika sana. Qur'ani ni ile ile iliyosomeshwa na mwalimu, naye kasomeshwa na mwalimu mpaka ikarudi. Bismillahirrahmanirrahim, inna atainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Na wewe unasomeshwa na mwalimu vile vile, unakwenda. Ile ndio Qur'ani nzuri ya mapokeo, kwa sababu naye kasomeshwa na mwalimu wake, na yule kasomeshwa na mwalimu wake, na yule na mwalimu wake, na kwenda mpaka inafika. Mimi nakumbuka tukio moja, tuko Saudi Arabia, mwalimu wa Qur'ani darasani akanitaka mimi nisome Qur'ani kama nilivyosomeshwa chuoni huku kwetu, yani kama vile nilivyosoma zamani. Basi nikasoma hivyo tu, wala asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati. Hivi vinasoma kama unaposoma wewe chuoni. Akacheka kwa kweli, alikuwa mtu mzima sana. Akasema na sisi tulipokuwa wadogo tulikuwa tunasomeshwa Qur'ani hivi uliposoma wewe ndio tulivyosomeshwa sisi. Madina ananiambia hivyo, na mwalimu katika chuo kikuu cha Kiislamu anasema. Sasa sisi tunadharau vipi walimu wetu waliotusomesha Qur'ani? Majaaka. Kwa hivyo kujisomea mwenyewe wakati mwingine ni tatizo. Kusomeshwa kuna faida zake nyingi katika kuepuka nini? Makosa, kuliko kujisomea mwenyewe. Kwa hivyo wa adami talaqi, na kutokupokea ani shuyukh kutoka mashekhe. Marabina, imepita kwetu analitalaqi alhadithi, kwamba kwa ajili ya kupokea hadithi, watahamulihi, na kuzibeba, ani shuyukh kutoka mashekhe, turukan, kuna njia, baadhaha aqwa min baadhin, baadhi yake zina nguvu kuliko nyingine. Wa anna aqwa tilka turuki, na kwamba yenye nguvu zaidi katika njia hizo as-samaa, kusikia. Yule mwalimu aisome na wewe ufanyeje? Umsikie ile hadithi anaisoma, kuliko kwenda kuisoma wewe peke yako bila kumsikia mwalimu. Kama ilivyo kwenye Qur'ani, asome umsikie, halafu aje akusikilize ndo akupe sura nyingine. Mnakumbuka tulivyosoma Qur'ani sisi, anakusomesha unaisikia, halafu anakuja anakusikiliza tena, kama hujaiweza anakurudisha tena, unabaki hapo hapo unaganda. Ziko sura sasa hivi zinakujia kwenye kichwa chako za kijuzuu cha, ama uliganda sana we, ulichelewa kutoka hapo.
wasamai wa tariqi moja, ulibaki hapo samai wa tariqi muda mwingi ukuondoka. Sabihisma ulipita haraka, Sufi Ibrahima wa Musa ukashuka. Ziko sura umeganda muda mrefu. Wanaziati gharqa ili kuchanganya kweli, mara ukapeleka kwenye waladiyati, mara ukarudia huku. Ziko sura uliganda muda mrefu, anakusomea halafu anakusikiliza. Hiyo ndio njia bora kuliko njia nyingine yote. Ya kwanza as-samaa min lafdhi sheikh, kutokana na tamko la sheikh, au alqiraati alayhi, au angalau kumsomea sheikh. Kwa sheikh kaandika alafu anakupa hebu soma, unasoma. Tazama vizuri, mbona umefanya haraka? Kusikilizwa. Na hii wakati mwingine inatokea kwenye vyuo vya Qur'an. Mimi imenikuta, unakwenda ukishafika mahala fulani, mwalimu akaanza kukuamini ushachanganya kwenye msafu, anakwambia soma, anakusikiliza tu, na wewe unasikilizwa tu, ukikosea unarekebishwa, basi unakwenda zako haraka unamaliza. Nayo vile vile ni njia hiyo, kwamba sasa shekhe ndo anayesikiliza, wewe ndo unayesoma. Nayo hiyo ndo njia nyingine ya pili. Fa ala almushtaghili, basi ni wajibu kwa mwenye kushughulika bil hadithi, na fani ya hadithi, an yatalaka, apokee haditha rasulillahi, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, min afwahi. Kuna he hapo haikuandikika vizuri kwenye vitabu vikubwa, kiduara kikozeshe kwa penseli. Min afwahi, kutokana na vinywa ahli almarifati, vya watu wenye maarifa. Afwahi, vinywa au midomo, kutokana na midomo ya watu wenye maarifa. Wa tahqiqi, na uhakiki. Hatta yaslama, ili asalimike, min atasrifi, na upotoshaji, wal khata'i, na kufanya makosa. Amsikilize shekhe anavyosoma ili apate uhakika. Wala yaliqu, wala hailingani au haifanani, haielekei bitalibil hadithi, kwa mtafuta hadithi, an yaamida, akusudie, ila alkutubi, kwenda kwenye vitabu, wasufi, na nyaraka, fayaakhudha minha, akachukue katika vitabu hivyo na nyaraka hizo, wayarwi anha, na apokee humo, wayajalaha, na vifanye hivyo vitabu na hizo nyaraka, shuyukhahu, ndo mashekhe wake yeye vitabu. Wengine wanasoma vipamfleti, shekhe wake kipamfleti. Mwingine anasoma waraka, shekhe wake ndo huo waraka, tena anaanza kwenda kutukana watu kwa waraka tu. Hilo ni tatizo, asifanye namna hiyo. Fa inahu taksuru akhtauhu, kwani yeye yatakuwa mengi makosa yake mtu huyo. Wa tasihifatuhu, na upotoshaji wake utakuwa mwingi. Lidha, kwa ajili hiyo, qala alulamau, wamesema wanazuoni wakubwa qadiman, tangu mwanzo, la ta'khudh alqur'ana min mushafiyin, usichukue Qur'ani kutokana na mtu anayesoma mwenyewe kwenye msahafu mpaka awe kasomeshwa. Mnifahamu? Anajifunza zile alfabeti za Kiarabu alafu mwenyewe anakamata msahafu anajisomea mwenyewe. Usiipokee Qur'ani ya mtu huyo mpaka iwe ana mwalimu kafanyaje, kamsomesha, na yule mwalimu naye ana mwalimu kamsomesha, hivyo kwa nasaba yake mpaka inafika. Wala alhaditha min sahafiyin, wala hadithi usichukue kwa mtu aliyekwenda kuisoma tu kwenye kitabu bila kuwa na mwalimu. Usichukue hadithi kutoka kwa mtu huyo, kwa sababu uwezekano wake wa kupotosha na kupotoka unakuwa mkubwa. Tusonge mbele, tumalize mlango huu ambao tumeupanga, ni mfupi kabisa. Gharibul hadithi, hadithi ngeni au ngeni ya hadithi. Taarifu, utambulisho wake. Lughatan, algharibu fi lughati wal ba'id wa naqaribihi. Gharib katika lugha ya Kiarabu ni mtu aliye mbali na jamaa zake, ndio anaitwa gharib. Mgeni kwa Kiarabu ana majina mawili. Kuna mgeni mwalikwa au aliyepokewa, anaitwa dhaif. Wanabbiuhum an dhaifi Ibrahim, yule ni dhaif. Na kuna mgeni kafika mahala hapajui, mgeni kipofu, mwenyeji ndo mwenye macho, Waswahili wamesema. Huyu ni mgeni ambaye hajui maeneo, yule ndio aitwa gharib. Lakini mgeni rasmi aliyealikwa, aliyepokewa, yule anaitwa dhaif. Katika sherehe yule mgeni rasmi anaitwa dhaifu sharaf, ndio mgeni rasmi wa sherehe wa nini, wa mkutano, anaitwa dhaifu sharaf. Dhaif ni mgeni ambaye kaalikwa, anapokewa. Gharibu ni mgeni kapotea, hajui mahala, yule ndo gharib. Na ni jina la mtu hilo, anaitwa mtu gharibu. Wako watu majina yao gharibu, na pengine humu wamo gharib. Wahindi kwao na Wairani gharib manake mtu maskini. Me gharib admi, yani me mtu maskini. Lakini na mtu anayefika mahala kapotea mahala na kwa maskini tu, mara anaibiwa mara nini, haiko mbali sana na maana ya umaskini.
Gharibu alhadithi, hadithi ngeni. Lughatan algharibu fi lughati, mgeni hapa katika lugha manake huwa albaidu, ana karibi, aliye mbali na jamaa zake wa karibu. Walmuradu bihi, na makusudio yake huna hapa alalfadhu allati ghafiya maanaha, ni matamko ambayo maana yake imejificha ndani ya ile hadithi. Kuna maneno maana yake imejificha. Qala sahibu alqamus, amesema mtu mwenye kamusi, gharuba kakaruma. Gharuba uzani wake wa kisarfu kama karuma. Ghamudha wa khafia, limekuwa gumu na limejificha. Jambo limekuwa gumu na limejificha, ndio maana yake. Istilahan, katika fani hii ya musalahul hadithi, tukisema gharibu alhadithi maana yake nini? Huwa ma waqa, ni kile kilichotokea, fi matni alhadithi, katika dondoo ya hadithi, yani yale maneno, min lafdhatin, likiwemo tamko, ghamidhatin, gumu, baidatin, liko mbali, min alfahmi, na ufahamu, liqillati istimaliha, kwa sababu ya uchache wa matumizi yake, halitumiki sana. Kama sasa hivi ukija mjini humu ukiwaambia watu nongo, wengi hawajui neno nongo. Wanajua neno tongo, lakini neno nongo hawajui. Nongo ni nini? Watu wa mjini wengi nongo hawazijui. Wanazijua ni watu wa shamba. Wanajua tongo zinazokaa kwenye macho, lakini nongo, na mimi naliacha ili nongo. Najua wako wanalijua na wako wasiolijua. Humu ndani ya darasa tukisema hapa anajua nyoshe mkono, watanyosha baadhi tu. Baadhi hawanyoshi. Ni gharibu sasa hilo neno. Tumefahamiana eh? Dasi. Nikisema dasi ni nini dasi? Mwingine hawezi kujua maana dasi nini. Kwa hivyo na mambo kama haya. Kuna wengine maskini ya Mungu hata danzi hawalijui. Hawajui danzi, wanajua chungwa, anajua danzi, halijui danzi. Wako chungu zima. Vipo havijulikani. Haya ni maneno mageni. Unaona kaliweka danzi na balungi kwa vinakaribiana, lakini danzi ni kitu kingine na balungi kitu. Jamani tuyaache tu. Pilpil doria zimepotea na mambo kama hayo. Haya bwana, twendeni. Chocha engongo, chocha tiwa zingeleka. Kwa hivyo gharibu ni neno ambalo limo katika lugha, lakini halitumiki sana. Halitumiki sana, ndio maana yake. Linaweza kuwa katika hadithi. Ahamiyatu wa suubatu, umuhimu wake na ugumu wake fani. Wa huwa fannun muhimun jiddan, na hii ni fani muhimu sana. Yakbuhu jahluhu, inakuwa vibaya sana kutokuijua bihali alhadithi, kwa watu wa hadithi. Ikawa wewe ni mtu unajitapa kwa ni mtu wa fani ya hadithi, alafu misamiati migeni iliyomo ndani ya hadithi inakushinda. Kama kujifanya wewe ni mwalimu wa Kiswahili, alafu mambo yakakushinda kuyajibu, ukashindwa kutofautisha baina ya kamasi na mafua, baina ya kikohozi na kifua chenyewe, baina ya denda na mate, ukashindwa kutofautisha denda ni nini na mate ni nini, kwamba denda linatoka bila hiari na mate yanatoka kwa hiari, lakini yote yanatoka mdomoni, na denda linakuwa nyororo kama bamia, linaweza kufika mpaka chini likagonga alafu likarudi juu tu. Hilo ndio denda. Mate hayarudi yakisha kutoka. Sasa wewe unakuwa bingwa wa Kiswahili, utofautishi baina mate na denda, ubingwa gani ulionao? Unaona kazi hiyo? Denda linaliwa, mate hayaliwi. Asante bwana. Kesha tupeleka mbali ndani ya Ramadhani. Sawa mzee, saumu yako imesihi inshallah. Kwa hivyo linakuwa liko mbali, ni muhimu. Lakini alkhawdha fihi sabun, lakini kuogelea katika fani hii ni kugumu sana. Kufika mahala mtu akaweza kuogelea kwenye fani ya misamiati migumu, nayo ni kazi ngumu. Fali yataharra khaidhu, basi na achague mwenye kuiogelea fani hii awe na tahadhari manake. Waliyataqila, mche Mungu, an yuqdima ala tafsiri kalami nabii, asije akajitanguliza kwa tafsiri maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam bimujarradi dhununi, kwa kudhania tu. Awe na uhakika na ile lugha kwamba kweli neno hili lina maana hii. Wakana salafu, na walikuwa watangulizi wema, yatathabatuna, wanakuwa imara fihi, katika jambo hili, ashadda tathabuti, mno wa kuwa imara, wanatahadhari, kwa sababu maneno ya mtume salamu ukiyapotosha umesababisha tatizo kubwa. Wakad fassara qawlu ajwadu tafsirihi, nzuri ya tafsiri yake nini?
Wa ajwadu tafsiri, nzuri tafsiri yake majaa mufassaran, ni ile ambayo imekuja kwenye hadithi imefasiriwa fi riwayatin ukhra, katika hadithi nyingine, kwamba hadithi imetumia neno gumu halafu ikaja hadithi nyingine ikalifafanua lile neno gumu. Hiyo ndo nzuri zaidi. Mithlu hadithi, mfano hadithi ya Imran bin Husayn radhiyallahu anhu fi salati almaridhi, katika sala ya mgonjwa, aliposema Mtume sallam kumwambia mgonjwa, salli qa'iman, sali umesimama wima, fa in lam tastati, usipoweza kusimama wima, fa qa'idan, basi sali umekaa kitako, fa in lam tastati, usipoweza fa ala jambin, sali umelalia ubavu. Sasa ubavu gani? Mbavu mtu anazo ngapi? Mbili, za kushoto na za kulia. Waqad fassara qawlahu, kaitafsiri kauli yake kusema ala jambin, kulalia ubavu, hadithi ya Ali radhiyallahu anhu, wa lafdhuhu, na tamko lake ala jambihi al-aymani, alalia ubavu wake wa kulia, mustaqbila al-qiblati biwajhihi, akielekea qibla kwa uso wake. Kwa hivyo kule aliposema alalia ubavu, ilikuwa basi ni ubavu, ungeweza kuwa kushoto, ungeweza kuwa kulia, lakini hadithi ya Ali ikafasiri ubavu wewe ni ubavu gani? Wa kulia. Kwa hivyo imekuwa msamiati mgumu umefasiriwa kwenye hadithi nyingine, na hiyo ndio njia bora. Asharu musannafati fihi, mashuhuri vilivyotungwa ndani yake, gharibul hadithi, mageni ya hadithi, li Abi Ubaid al-Qasim bin Salam bitashdidi lam, Salam ndio jina lake, sio Salam. Wengine wanaitwa Salam, huyu ni Salam, lazima ukaze ulimi. An-nihayatu fi gharib al-hadithi, ukomo katika mageni ya hadithi, wal athari, na dondoo au athari ibn al-Athir, cha mwanachuoni Ibn al-Athir, wa huwa ajwadu, na hichi ndio kizuri zaidi, kutubil gharibi, ja vitabu vya hadithi zilizokuwa zimetaja misamiati migeni. Na chengine ad-durru an-nathiru, lulu zilizotawanyika, lisayuti, cha Suyuti, wa huwa talkhisun linihaya, na ni ufupisho tu wa kitabu kile cha Nihaya kilichotangulia. Na cha mwisho kabisa alfaiqu, kilicho juu. Faiqu inatokana na fauqa, juu, kilicho kwenda juu, lizamakhshari, cha Zamakhshari, katika kutafsiri misamiati migeni. Kwa leo tufike hapa insha Allah taala, na tuzingatie masomo, hakutakuwa na maswali ya ziada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.